Acha basi kama kimesaulika. Nyinyi bwana mnatendisha vitu vya ajabu. Kile kibegi kiumbe alikiacha baada anaenda kuchimba dawa. Sisi hatuwezi sisi kusahau kibegi cha Makombe wakati kibegi cha Makombe tarehe 15 kinaenda kuchukua kombe. Kombe gani tena hilo? Sila ligi kuu NBC. Tunaenda kulichukua sisi kombe. Tunachukua kwa nani tena wakati Young Africans wao wametoa taarifa kwamba ndio hivyo mchezo wachezi tena na kwenye fixture yao ile bwana wametoa mechi 3 tu ambazo wanazozitambua katika msimu huu. Hii elimu naitoa kwa nyinyi waandishi kwanza. Hii elimu naitoa kwa nyinyi vyombo vya habari na waandishi. Msikubali kuingia katika mtego wa Yanga. Narudia. Elimu naitoa kwa nyinyi waandishi. Msije kukubali kuingia katika mtego wa Yanga. Unamaanisha nini? Wenye ligi nani? Tanzania wenye ligi yao. Ndio. Bodi ya ligi, si ndio? Bodi ya ligi. Ndio wenye ligi yao. Ndio. Wenye kupanga tarehe ya bodi ya michezo ni nani? Ni bodi ya ligi. Wenye ratiba za michezo ni nani? Wenye mpira hao ni nani? TFF na bodi ya ligi. Je, tuwasikilize Yanga au tuwasikilize wenye mpira wao? Lakini kumbuka Mandala. No. Haina kumbuka. Tuwasikilize Yanga au tuwasikilize wenye mpira wao. Kwa hiyo hii ndio tafsiri sahihi, msiingie katika mtego wa Yanga. Yanga wanatafuta watu wa kufa nao ambao ndio nyinyi waandishi. Yaani Yanga hataki kufa peke yao. Wanataka wafe na nyinyi waandishi kwenye mtego wao. Kwa makosa yao wanayofanya kijinga ya wazi. Wanataka wahusishe nyinyi waandishi. Mwandishi yoyote mwenye kujitambua, mwandishi yoyote mwenye kujua mpira, mwandishi yoyote mwenye kujua kanuni za mpira anaandika tarehe 15 kuna dabi ya Simba na Yanga. Sasa kama wao timu husika na mwenyeji wa mashindano amesema kwamba yeye haitambui hiyo mechi, sisi tutaandikaje tarehe 15? Na kusi mwandishi, epuka kuingia katika mtego wa Yanga. Yanga asipokuja tarehe 15 ni wavunjifu wa kanuni na taratibu za mpira wa Tanzania. Yanga asipokuja tarehe 15 wanapaswa wapokonywe pointi 15 adhabu yao. Yanga asipokuja tarehe 15 viongozi wa Yanga watakuwa wafungiwe miezi 12. Kwa hiyo nyinyi waandishi, epukeni kuingia katika huu mtego. Lakini wao wanasema wanapata taratibu na kanuni na sheria ambazo zimewekwa. Utaratibu gani? Kanuni gani wanaotumia wao? Na kwa sheria ipi? Na kwa serikali ipi? Na kwa mpira upi? Wao wanadai, wanasema kwamba uchunguzi ambao walikuwa wanasema bodi ya ligi watafanya haujafanyika mpaka sasa hivi na tarehe ya mchezo. Uchunguzi unafanyika na huwezi kufanya uchunguzi ili alafu usimamishe ligi isiendelee. Yaani uchunguzi unafanyika na ligi inaendelea kuchezwa. Nisikilize. Uchunguzi unafanyika na ligi inaendelea kufanya nini? Kuchezwa. Yanga wasitake kuendelesha mpira wanavyotaka wao. Mpira unaendeleshwa kwa kanuni na taratibu za mpira. Yaani wasiwalazimishe bodi wa ligi wafanye wanavyotaka wao. Kipindi Simba iliposema hatuchezi tarehe 8, Simba kuilazimisha bodi ya ligi wagairishe mchezo. Simba kuilazimisha bodi ya ligi wafanye wanavyotaka Simba. Simba alikubaliana na kila chochote kitachotokea mbele. Yaani Simba alikuwa tayari kwa chochote kitachokuja mbele. Kama kushushwa daraja Simba alikuwa tayari. Kama kupokonywa pointi 15 Simba ilikuwa tayari. Kama kupokonywa pointi 3 Simba ilikuwa tayari. Bodi ya ligi kwa sababu zao walikuja kugarisha nini? Mchezo. Unanielewa mwandishi? Kwa hiyo hata Yanga kama hawatakuja tarehe 15 wasilazimishe bodi ya ligi kufanya wanavyotaka wao. Wawe tayari kwa lolote. Sawaji tarehe 15 Yanga wawe tayari kwa lolote. Wakipokonywa ligi point wawe tayari. Wakishushwa daraja wawe tayari. Wasitake tena ridhaa ya bodi ya ligi. Sisi Simba tuliposema tucheze tarehe 8 hatukutaka sisi msamaha bodi ya ligi. Hatukuambia bodi ya ligi wagairishe mchezo sisi. Sisi tuliona kwa maslahi yetu tulisema hatuchezi. Bodi ya ligi wakaja wakagairisha mchezo. Hatukuwalazimisha. Wao wanasema na kama hawachezi
wasiwalazimishe bodi ya ligi, waache. Kama hawachezi ni wao, waache sheria ifuate mkondo wake. Unanielewa hapo mwandishi? Yaani wasifananishe tukio lao wao wakafanisha na tukio la Simba. Eti wao mbona Simba walisema hawachezi, alafu wakaja tena no. Hata katika maisha ya kawaida nyumbani kwako, ikitokea kaka yako kafanya kosa hajachapwa, au mdogo wako kafanya kosa hajachapwa, sio sababu na kufanya kosa usichapwe. Hapo umenielewa sasa? Mwandishi, nasemaje? Maisha ya kawaida nyumbani kwako wewe, familia, ikitokea mdogo wako kafanya kosa hajaadhibiwa, lakini kosa kafanywa, sio sababu wewe kufanya kosa nayo usiadhibiwe. Umenielewa? Kama Simba ligoma kucheza dabi tarehe 8 na mechi igairishwa, usilazimishe na wao Kigoma mechi igairishwe. Wao wenyewe wana maamuzi, bodi ya ligi wagairishe au wasigairishe, wasiwalazimishe. Sisi tuliposema tucheza tujalazimisha bodi ya ligi wagairishe mchezo. Yanga wana roho mbaya, Yanga wana usuda, Yanga wana roho ya chuki katika maisha yao. Yaani kuanzia viongozi wa Yanga, kuanzia mashabiki wa Yanga wana chuki. Gani tena hii inaendelea? Ni chuki. Yaani ni ukweli, waandishi waambieni Yanga waache chuki. Chuki na nani? Yanga wana chuki katika mioyo yao, wana usuda mioyo yao. Nani huyo tena? Unapoongelea mpira wa Tanzania, unaongelea Simba na Yanga. Unapoongelea mpira wa Tanzania, unaongelea bodi ya ligi. Unapoongelea mpira wa Tanzania, unaongelea TFF. Kwa nini nimesema Simba na Yanga? Nimesema Simba na Yanga ndio timu zenye nguvu. Bodi ya ligi haikukataa kama tarehe 8 walifanya makosa. Mguto ukimsikiliza alisema siri kweli kosa sisi tumelifanya, lakini hembu waza tuishushe Yanga daraja, hembu waza tuishushe Simba daraja. Unaelewa tafsiri yake ni nini? Kwamba hizi Simba na Yanga ndio klabu pekee wanalazimisha bodi ya ligi wafanye makosa kwa manufaa ya Simba na Yanga. Bodi ya ligi kuna muda wanafanya makosa na TFF kwa ajili ya kuibeba Yanga. Bodi ya ligi na TFF wanafanya makosa kwa ajili ya kuibeba Simba. Ila kwa nini nakwambia Yanga wanalombana na usuda? Yanga wanalombana wakiona Simba inabebwa na bodi ya ligi na TFF ndio wanaona ya mambo. Lomba. Wana wivu. Wao kibeba, sisi hatuna wivu. Wamezamini vilabu 8 hapa, JSM kazamini vilabu 8 hapa. Ushakusikia Simba anasema hatuchezi? Wananoma mechi wazi hapa. Ushakusikia Simba anasema hatuchezi? Mechi tena. Ni mechi kibana ni wazi tunaona hapa. Wazi wananua mechi tunaona wazi. Ushakusikia Simba tunasema hatuchezi? Tunajua bodi ya ligi kuna mtu anafanya makosa kwa ajili ya kuibeba Yanga. Tunajua bodi ya ligi kuna mtu anafanya makosa kwa ajili ya kuibeba Simba. Kwa nini Yanga mwe na roho mbaya? Wao wanafuata kanuni na sheria. Kanuni na sheria kwa nini sifuatwe kwenye kudhamini vilabu 8? Tufanye na sheria na kanuni. Yaani kwa hiyo kisa Simba anapewa favor ndio sheria na kanuni zifuatwe. Wao kipa favor busara ifuatwe, si ndio? Chenga maraka nikuulize mwandishi. Simba ikifanywa favor ndio kanuni na sheria ifuatwe. Yanga kipa favor busara ifuatwe. Unamkumbuka baba alipinga sala JSM kudhamini ligi, unakumbuka? Misimu yote Yanga anachukua ubingwa wa Tanzania. Yanga kabebwa na bodi ya ligi na TFF misimu yote mitatu. Hii ligi ya Tanzania, nisikilize. Nakupa siri. Hii ligi ya Tanzania, ukisikia Simba imechukua ubingwa, ujue kabebwa na bodi ya Tanzania. Ujue kabebwa na bodi ya ligi na TFF. Ukisikia Yanga kachukua ubingwa wa Tanzania, ujue imebebwa na bodi ya ligi na TFF. Bila kubebwa, hivi vilabu havichukui ubingwa. Unamaanisha nini? Narudia. Bila kubebwa, Simba na Yanga hawawezi kuchukua ubingwa wa Tanzania. Kila msimu bingwa angekuwa Azam.
Yanga wanalomba. Lomba leo kwa sababu Simba anaona anabebwa. Wao kibebwa, mbona atuenia tuetelo mbaya sisi? Simba kifanywa favor kidogo wanakuwa na wivu. Mashabiki wa Yanga na timu yao hawafai kuishi Tanzania. Wanafaa kuishi wapi tena Mandala? Watu wenye roho na chuki hawafai kuishi katika ardhi ya Tanzania. Wanafaa kuishi wapi tena? Waende huko si wapi, Malawi si wapi. Malawi unasema wame ligi? Waondoke sasa tuataki. Watu gani wenye roho mbaya, wenye usuda? Wao wanasema wanafuata kanuni. Nisikilize. Umeona sisi Simba? Kuna kitu tunakiona kabisa Yanga hapa kabebwa. Yaani tunaona kabisa kwa macho yetu. Yanga hapa kabebwa. Lakini sisi tuna call down. Yes. Tunasema tukikazia bodi ya ligi na TFF tunaiumbua bodi ya ligi kwa sababu senyewe anatufanyaga favor. Yanga leo hiyo hawana. Yanga wanalomba atakawabebe wao kila siku. Yanga atakawafanywe favor wao kila msimu. Yanga akisi Simba anafanywa favor ndo mambo unayaona. Tarehe 15 kuna dabi. Tarehe 15 kuna dabi ya Simba na Yanga. Na Yanga tunatangaza rasmi. Kuanzia kesho mtangaze viingilio. Tangaze viingilio. Yaani Yanga hana cha kukwepa. Yanga watangaze viingilio. Hii nchi rais wake Samia Suluhu Hassan. Hii nchi waziri mkuu Majaliwa. Spika bunge Madam Kula anajulikana. Hii nchi Madam Tulia. Rais wa mpira Karia. Mwenyekiti wa bodi ya ligi Mguto. Haicheki na mtu. Narudia, nisikilize. Hii nchi, rais wa nchi Samia Suluhu, waziri mkuu Majaliwa, spika wa bunge Tulia Ackson, rais wa mpira Karia, mwenyekiti wa bodi ya ligi Mguto, atucheki na mtu. Dabi tarehe 15 Simba na Yanga, wasilete timu kama wanaume. Wasilete timu kama wanaume. The bad is back and unstoppable. The bad is back and unstoppable. Sisi Simba Sports tumeongea. Sisi tumeongea sisi. Dabi tarehe 15. Kwa maana hiyo ni ubaya. Atokee mtu aseme hakuna dabi aone kitachomkuta. Nashukuru sana. Nashukuru. Asante sana.